Redeemer's Hour. Halo ndugu mtazamaji wa kipindi cha Redeemer's Hour kinacholetwa kwako na mchungaji Emmanuel Simiyu Mchuta. Naamini kipindi hiki nakupata salama popote unapotazama siku ya leo ama usiku wa leo. Kama ni mara yako ya kwanza, karibu katika kipindi ambacho Mungu amekitumia kuwaletea wengi wokovu, kuwafungua wengi, kuwaponya wengi. Tunashukuru Mungu kwa shuhuda za uponyaji, marejesho, kuondoa watu kwenye madeni. Naamini Mungu ni zamu yako kukutana na neno lako katika jina la Yesu. Mungu awabariki wengi ambao mmekuwa mkituma mrejesho na feedback ya kila ambacho Mungu anafanya katika maisha yako kupitia vipindi hivi vya Redeemer's Hour. Jioni ya leo ama usiku wa leo, jiandae, maana Mungu anakwenda kukutana na wewe kwa njia isiyo ya kawaida. Nitapokuwa nikizungumzia hatari ya uchungu moyoni. Hatari ya uchungu moyoni. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya kipindi cha Redeemer's Hour siku ya leo. Tunakushukuru sana kwa vipindi ambavyo umevitumia kuwabariki wengi, kuwafungua wengi, kuwaokoa wengi. Tena Baba, tunaweka madai kwa neno lako jioni ya leo. Linakuja na nguvu ya kuponya, nguvu ya kuokoa na nguvu ya kuwafungua. Asante kwa mvua ya miujiza unayoiachilia tena siku ya leo. Asante kwa kukutana na mahitaji ya watazamaji wangu. Asante maana hakuna kitakacholizuia neno lako kuwafikia watu wako na kuwafungua usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uvuvio wako juu yangu tena kwa jina la Yesu. Amen. Ndugu mtazamaji, kama nilivyosema, leo nitakuwa nikizungumzia hatari ya uchungu moyoni. Tarajia kupona, tarajia kufunguliwa, tarajia kutoka kwenye vifungo vyovyote ambavyo hii roho ya uchungu imekuweka ndani kwa muda mrefu. Katika kitabu cha Isaya 61 mstari wa 1 anasema, roho ya Bwana i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo na kuwatangazia mateka uhuru wao, na wao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Angalia neno la Mungu linavyosema, roho wa Mungu yu juu yangu kwa sababu amenitia mafuta kuwahubiria wanyenyekevu habari njema. Na jambo la kwanza ambalo habari njema inakwenda kufanya ni kuwaganga waliovunjika moyo. Ninaamini ninaongea na watu wengi ambao usiku wa leo wamevunjika moyo kwa sababu moja au nyingine. Habari njema cha kwanza inalenga kuwaganga waliovunjika moyo, kuwaponya waliovunjika moyo. Anasema na kuwatangazia mateka uhuru wao, na wao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Kumbuka, kabla neno la Mungu halijafungua mwili wako, kuyafungua maisha yako na vifungo vingine, cha kwanza linalenga moyo. Moyo wako. Mioyo ya watu wengi imevunjwa, moyo wa watu wengi umeumia. Ninaongea na mama ambaye usiku wa leo moyo wako unavuja kwa sababu ya mapito ambayo umekuwa ukipita katika maisha. Ninaamini ya kwamba habari njema inayokuja leo inakwenda kuleta uponyaji katika maisha yako. Na unisikilize mtu wa Mungu, hadi moyo wako umepona, mwili wako hauwezi kupona. Maana uponyaji wa mwili wako unatoka kwenye moyo wako. Na ndio maana cha kwanza ambacho neno la Mungu linafanya, habari njema inafanya, ni kuganga moyo, kuponya moyo. Ninatangaza usiku wa leo, unapofungua moyo wako kulipokea neno la Bwana, ninaona uponyaji wa moyo ukianza usiku wa leo, na uponyaji huu unaenda kupelekea uponyaji wa mwili wako katika jina la Yesu. Zaburi 107 mstari wa 20 anasema, hulituma neno lake
huwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Na kabla neno halijakutoa katika magonjwa, halijakutoa katika umaskini, halijakutoa katika madeni, kwanza linauponya moyo wako. Anasema alifungua moyo wa Lidia, akalipokea neno. Moyo wako unapolipokea neno katika moyo wako lina uwezo wa kutoka kuponya maeneo mengine, kwa sababu katika Mithali sura ya 4 ule mstari wa 23 anasema linda moyo wako kuliko vyote ulinavyo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Nataka ujue ndugu mtazamaji ya kwamba maisha yako yanatoka katika moyo wako. Moyo wako ndio mlengo wa kwanza mkubwa wa shetani. Maana shetani anajua ya kwamba chimbuko la maisha yako, chemichemi ya maisha yako ni moyo wako. Kuna vitu vingi tunavyolinda katika maisha, lakini maandiko yanatuambia kuliko vitu vyote tunavyolinda, kwanza tulinde moyo wetu, kwa sababu maisha yetu yanatoka katika moyo wetu, na kinachovunja moyo kina uwezo wa kuharibu maeneo mengine ya maisha. Anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Haleluya! Na unisikilize ndugu mtazamaji, ujue ya kwamba quality, kiwango cha moyo wako inaamua kiwango cha maisha yako. Quality ya moyo wako inaamua quality ya maisha yako. Adui akitaka kuharibu maisha yako, cha kwanza anauharibu moyo wako. Ulivyo katika moyo wako inaamua utakavyokuwa katika maisha yako. Anasema katika Mithali 23 ule mstari wa 7, anasema maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. So akitaka kuharibu maisha yako, kwanza anakupa picha mbaya, anakuharibu moyo. Anasema aonavyo nafsini mwake, aonavyo moyoni mwake ndivyo alivyo. Hali ya moyo wako ndio inayoamua hali ya maisha yako. Na uangalia mazingira ya maisha yako leo ya nje, mazingira ya ndoa yako, mazingira ya kazi unayofanya. Na unisikilize, kila kilichokuzunguka kwanza kinatoka katika moyo wako. Tunaweza kulaumu watu ambao wanasababisha kuingia kwenye matatizo mengi tunayopitia leo, lakini nataka nikuambie hivi, kama hauwezi kupenya kuingia katika moyo wako, hauwezi kuathiri mzunguko wa maisha yako. Ndio maana cha kulinda kuliko vyote ni kulinda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana maisha yako yanatoka katika moyo wako. Na ndio na maana usiku wa leo neno hili linalenga kuponya moyo wako. Jina la Bwana libarikiwe. Na usiku wa leo nazungumzia moja ya silaha angamizi ya shetani katika maisha ya wengi, na si nyingine bali ni roho ya uchungu. Roho ya uchungu, roho ya uchungu. Na moja ya kitu ambacho hii roho inalenga moyo, maana uchungu unafanya kazi katika moyo wa watu. Na mpaka shetani amepanda uchungu katika moyo wako, maisha yako hayawezi kujua uchungu. Uchungu ambao wengi wanapitia katika maisha, maumivu mengi ambayo watu wanapitia katika maisha yametoka ndani ya mioyo yao. Mithali 17:22, angalia kile ambacho Biblia inasema. Inasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Moyo uliochangamka, na kinyume cha uchungu, kinyume cha furaha, kinyume ni huzuni. Anasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Na usikilize mtu wa Mungu, moyo wako unapoumia, moyo wako unapojaa uchungu, unapokosa furaha, kinachojaa moyo wako ni huzuni, ni uchungu. Na unisikilize, utashangaa kwa nini mambo yaliyokuzunguka yanaharibika. Nataka ujue leo ya kwamba uharibifu wa mazingira yako unatoka ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wako. Anasema bali roho iliyopondeka
kuikausha mifupa. Uikausha mifupa. Nisikilize, uchungu unapojaa moyo wako, una overflow, unafurika na unaanza kukausha kama acid. Unaanza kukausha na kuwa vitu vilivyokuzunguka. Nisikilize mtu wa Mungu. Ndio maana leo lazima uishinde hiyo roho ya uchungu, ikuachie katika jina la Yesu Kristo. Yoeli anasema hivi katika kitabu cha Yoeli sura ya 1 ule mstari wa 12. Anasema, mzabibu umesinyaa, mtini nao umeivia, nao mkomamanga na mtenda na mtofaa na miti yote ya mashamba imekauka. Kwa nini? Maana furaha imekauka katika wanadamu. Adui anapoiondoa furaha katika moyo wako, anapanda huzuni, anapanda uchungu. Na uchungu unapojaa moyo wako, ule uchungu unaanza kukausha, unaanza kuwa vitu vilivyokuzunguka. Nataka nikuambie leo, hata magonjwa ambayo yanawatesa wengi yametoka katika mioyo iliyojaa uchungu. Mambo yanaharibika katika maisha yako kwa sababu shetani ameiondoa furaha katika maisha yako. Ninakuombea usiku wa leo ya kwamba Bwana airejeshe furaha katika moyo wako, ili maisha yako yarejee katika hali ambayo Mungu ameyakusudia siku ya leo. Pokea furaha ya Bwana siku ya leo katika jina la Yesu. Nisikilize mtu wa Mungu. Anasema mambo yote yamekauka kunizunguka, kwa maana furaha imekauka katika wanadamu. Adui akitaka kuharibu maisha yako, cha kwanza ni kuiondoa furaha. Na anaondoaje furaha? Ni kupanda uchungu ndani ya moyo wako. Ninakuambia leo, ukidhibiti moyo wako, ukizuia uchungu ndani ya moyo wako, na unisikilize, utazuia uchungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema katika Waebrania 12 ule mstari wa 15. Anasema mkiangalia sana, mtu anasema asipungukiwe na neema ya Mungu. Mkiangalia sana, mtu asipungukiwe na neema ya Mungu. Anasema shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi na hilo. Na wakati uchungu na ujaa moyo wako, una uwezo wa kuoverflow na kunajisi, kuchafua kila eneo la maisha yako. Unapojaa uchungu, ule uchungu unatoka. Magonjwa ambayo wengi wanayapitia leo yanatoka kwenye uchungu uliokuwa umejaa katika moyo. Daktari ataita kansa, ataita leukemia, ataita kisukari, ataita diabetic, lakini nataka nikuambie, hayo ni matokeo ya uchungu uliojaa kwenye moyo wako. Ninakuombea leo, Mungu akuondolee moyo wa uchungu. Mungu aipande furaha katika moyo wako leo, na utashangaa namna vitu vinaanza kubadilika katika maisha yako. Maana adui anapokujaza na uchungu, anakujaza na magonjwa. Ninakuombea siku ya leo, unapoendelea kulisikiliza hili neno, kila roho ya uchungu ianze kuachilia moyo wako. Haijalishi ule uchungu umeingia kwa njia gani, lengo ni kutumia ule uchungu shetani kuyachafua maisha yako, kuleta maumivu na mateso. Ninaona hayo mateso yakikomeshwa leo katika jina la Yesu Kristo. Na unisikilize, unapoendelea kushikilia uchungu katika moyo wako, ni kama unakunywa sumu na unasema ya kwamba nakataa kufa. Haiwezekani unakunywa sumu na usiweze kuzuia mauti. Leo ninakuombea kila sumu ya maumivu ya uchungu iliyojaa moyo wako ikatoke leo unapolisikiliza hili neno katika jina la Yesu. Na siwezi kumaliza kipindi hiki kabla sija kuonyesha namna ya kushughulikia roho ya uchungu, namna ya kuondokana na hii roho ya uchungu. Na unisikilize. Unaweza kusema labda umesababishwa hiki ndio uchungu kaingia. Na lengo kubwa la shetani ni kuhakikisha kwamba haijalishi uchungu liingiaje, kikubwa ni shetani apande ule uchungu ndani yako. Na ni muhimu jua ya kwamba hauwezi kushughulikia roho ya uchungu mpaka kwanza umejua ya kwamba uchungu tu sio. Kwa nini? Uchungu ni roho. Labda hatuwezi kujua ni process gani ambayo shetani aliitumia kuleta uchungu, kwa sababu kila mmoja wetu ana maumivu yaliyotokana na mambo mbalimbali ambayo umeyapitia.
Lakini lengo kubwa, goal kubwa ya shetani ni kupanda uchungu ndani ya moyo wako. Na uchungu ni roho. Mtu wa Mungu lazima ujue. Na hauwezi kuishughulikia roho kwa njia nyingine isipokuwa roho unatumia roho kushinda roho. Inachukua roho ya juu kushinda roho ya chini. Nataka ujue inapokuja kwa neno la Mungu, na uchungu ni roho ya chini, zeleza spirit. Una uwezo wa kutumia roho ya juu zaidi kuishinda roho ya chini. Hii inaitwa uchungu. Nisikilize mtu wa Mungu, haijalishi uchungu umeingiaje katika moyo wako, leo kwa roho wa Bwana una uwezo wa kushinda hiyo roho ya uchungu. Unahitaji silaha moja ambayo nataka nikuonyeshe leo, ya namna ya kushughulikia huo uchungu. Maana ndio umekuwa sababu ya mambo mengi yaliyoharibika katika maisha yako. Leo tukienda kwenye mzizi ambao ni uchungu, tukaondoa uchungu, nisikilize, mambo yote yatanyoka. Ninakuombea leo katika jina la Yesu, hiyo roho ya uchungu ikuachie kwa damu ya Yesu, ikuachie leo. Unaponisikiliza, kuna mama unalia machozi kwa sababu ya mapito mengi ambayo umepitia katika maisha, maumivu mengi ambayo umesababishiwa, lakini nakuombea leo hiyo roho ya uchungu ilisikie neno la Bwana na ikuachilie leo katika jina la Yesu Kristo. Na haijalishi imeingiaje, lakini nataka ujue leo ya kwamba kiboko chake ni moja, inaitwa furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana ndio fimbo, ndio rungu ya roho ya uchungu. Na unisikilize mtu wa Mungu, na ukifungua moyo wako leo, hiyo roho ya uchungu inakuachia. Nehemia sura ya 8 ule mstari wa 10, Biblia inasema, kisha akawaambia, enendeni zenu, mle kilichonona, kunywa kilicho kitamu, tena pelekeni sehemu ya asiyekuwa na kitu, maana siku hii ya leo ni takatifu kwa Bwana wetu. Wala msihuzunike, kwa maana furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Nataka ujue furaha ni nguvu. Na sio tu furaha yoyote. Kuna vitu vingi vinachekesha na kuwafurahisha watu, lakini tunazungumzia furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana, jina la Bwana libarikiwe. Furaha ya Bwana ina uwezo wa kuondolea roho ya uchungu. Na unisikilize mtu wa Mungu, kama kuna changamoto imekusababishia huzuni, na kabla ule huzuni haujaja, kwanza ilipandwa roho ya huzuni. Maana matatizo mengi ambayo yanaendelea katika maisha yetu yametokana na hiyo roho ya huzuni. Na huzuni utakudhoofisha. Huzuni unakuondolea uwezo hata wa kufikiria. Maana kuna changamoto leo unazipitia, adui amekupiga na roho ya uchungu na ikaparalyze uwezo wako wa kufikiria. Kwa sababu kuna changamoto, ukikaa chini, kama una akili timamu, uko soba ndani, unaweza kujitoa katika hiyo changamoto kwa kufikiria kwa hekima ya Mungu. Lakini hekima ya Mungu haiwezi kufanya kazi ndani ya moyo wa mtu aliyejaa uchungu. Anasema furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana inapoujaa moyo wako, inakuwezesha wewe kutoka kwenye lile gereza. Maana kuna nguvu ambayo shetani ameiachilia kukushikilia kwenye hayo madeni. Na kuna nguvu ambayo shetani ameiachilia kukushikilia kwenye huo utasa. Na kuna nguvu ambayo shetani ameiachilia kukushikilia katika hayo magonjwa. Na unahitaji nguvu kutoka kwenye changamoto yoyote ama gereza lolote ambalo adui amekufungia ndani. Hadebos katamahara. Na Mithali anasema hivi katika Mithali 28 mstari wa 10. Biblia inasema, ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Kada bosi ya manaya. Ukizimia siku ya taabu. Katika maisha ya mtu kuna siku inaitwa siku ya taabu. Siku ambayo adui anakuja kuvamia maisha yako, aidha kwa njia moja au nyingine, inaitwa siku ya taabu. Kinachokufanya ushindwe na hiyo nguvu ya taabu ambayo shetani anaileta kinaitwa nguvu. Nguvu zako zinapokuwa chache, adui anashinda.
Lakini nguvu yetu inatoka wapi? Nguvu yetu inatoka katika furaha ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana ina uwezo wa kutoa kwenye hayo magonjwa. Furaha ya Bwana ina uwezo wa kutoa kwenye huo maskini. Furaha ya Bwana inaweza kutoa kwenye huo utasa. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Na chemichemi ya uzima ni furaha ya Bwana. Inapopubujika ndani yako, inawachilia uzima kwenye maeneo yote ya maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Na unapomaliza, nataka ujue chanzo cha kwanza na kimoja, kwa sababu ya muda, cha furaha ya Bwana. Katika Yeremia 15 mstari wa 16, neno la Mungu ndio chanzo cha furaha ya Bwana. Anasema maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe wa moyo wangu. Naam, nimeitwa kwa jina lako, Bwana Mungu wa majeshi. Jina la Bwana libarikiwe. Unapoliona neno, unapolipokea neno, neno la Mungu lina uwezo wa kuitengeneza furaha ndani ya moyo wako. Na furaha ya Mungu inapoujaza moyo wako, majeshi yanaachiliwa kupigania maisha yako. Nisikilize, kwa nini unahitaji furaha ya Bwana? Inayotoka kwenye neno la Bwana. Mahali palipo na furaha, uwepo wa Bwana upo. Nisikilize, moja ya ishara ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, Mungu yuko pamoja na wewe, kuna bubujiko la furaha. Huenda hata una hela mfukoni, huenda bado hujapata yule mtoto, lakini wakati furaha inaanza kububujika ndani yako, kwa sababu Mungu amesema neno, Mungu amekusemesha kitu, hata kabla hakijafika furaha inatangulia. Hiyo furaha ndiyo inakuwa Yohana Mbatizaji wa kutengeneza njia ya huo muujiza unaotarajia. Jina la Bwana libarikiwe. Hata kabla ya muujiza wote kutendeka, cha kwanza furaha inatangulia. Kuna mtu usiku wa leo unanisikiliza, na Mungu anakufanyia mlango wa kutoka kwenye hiyo changamoto. Cha kwanza ni furaha ya Bwana. Anasema maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, Bwana Mungu wa majeshi. Mfano mzuri napomaliza ni mfano wa Ibrahimu. Ukisoma katika sura ya 4 kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 18, akizungumzia Ibrahimu, alikaa mtasa kwa miaka mingi, lakini Mungu akasema naye. Ibrahimu akakutana na neno kama mtu anavyokutana na neno lake leo, naye aliamini kwa kutarajia asioweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa ndivyo itakavyokuwa uzawa. Kama ilivyonenwa, ukijua kilichonenwa kuhusiana na hali unayopitia. Adui ameendelea kukutia roho ya uchungu kwa sababu haujui anachosema Mungu kwa habari ya hilo unachopitia. Ungejua anachosema Mungu. Na ndio maana moja ya kitu ambacho shetani atawazuia Wakristo wengi ama wana wa Mungu wengi kujua ni kukuzuilia usielewe neno, kukuzuilia usipate neno. Maana uponyaji wa wengi, ukombozi wa wengi uko kwenye neno. Anasema kama ilivyo neno, mstari wa 19 anasema hivi, anasema yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100 na hali ya kufa ya tumbo wa Sera. Mstari unaomaliza, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Mstari wa mwisho anasema hivi, anasema huku akijua hakika ya kuwa Mungu hawezi kufanya yale aliyoahidi. So Ibrahimu alipolipata neno akachangamka, akafurahia, hatimaye Mungu akatenda muujiza. Ndio maana mtoto aliyezaliwa akaitwa Isaka. Isaka maana yake ni kicheko, na kicheko ni mafuriko ya furaha. Aliitwa Isaka kwa sababu Isaka alitengenezwa kwa kuliona neno. Unapogundua neno, unapoliona neno la Mungu, haijalishi hali unayopitia, unaanza kulichangamkia neno, unaanza kulifurahia neno. Maana Mungu sio mwanadamu aseme uongo, anachoweza kusema Mungu anaweza kufanya. Ndio maana ukisoma katika Samueli wa kwanza anapomaliza 1:17, maandiko anasema kwa habari ya Hana, anasema hivi, ndipo Eli akajibu akasema, nenda kwa amani, Mungu wa Israeli akujalie haja uliyomwomba. Mstari wa 18 anasemaje? Naye akasema, mchakazi wako naone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena.
huyu aliyekuwa anaitwa tasa Hana. Na angalia, baada ya uso wake kukunjuka, anasema naye akasema, mchakazi wako aone kibali machoni pako. Na mwanamke akaenda zake akala chakula. Mstari unaofuata anasema akaondoka asubuhi na mapema akasali mbele za Bwana, kisha akarejea kufika nyumbani kwao huko Rama. Elkana akamjua mkewe Hana, naye Hana Bwana akamkumbuka. Na muujiza wa uzao ulikuja alipokunjuka uso. Furaha ilitangulia uzazi. Na unisikilize mtu wa Mungu, furaha itatangulia kabla muujiza hujafika. Leo pokea furaha itakayofungua mlango wa muujiza wako kuja katika jina la Yesu. Muda umenipa mkono. Kabla sijamaliza, nataka nikuambie mwisho ya kwamba moja ya chimbuko lingine la furaha ni wokovu. Mtu wa Mungu nisikilize, moja ya zawadi ambayo Mungu anaweza kufanya leo ni kuokoa nafsi yako, kukuokoa kutoka dhambini. Hamna furaha ambayo mwanadamu anaweza kupata kama kujua ya kwamba amesamehewa dhambi, na leo ana kibali cha kumwita Mungu baba yake. Furaha ya Bwana itabujika ndani yako na uponyaji wako utakuja leo. Nataka nikuombee leo katika jina la Yesu ya kwamba ufungue moyo wako. Acha furaha ya Bwana ingie kwa neno la Bwana na kwa wokovu. Nao nisikilize, uenda umekwisha okoka, nao neno la Bwana limebeba furaha yako. Labda hujawahi kuokoka, wokovu umeibeba furaha yako. Na unapoipokea furaha, unaweza kupata nguvu ya kutoka kwenye changamoto yoyote unayopitia leo. Nataka uombe nyuma yangu. Ndugu mtazamaji, leo uliyesikia neno, muda hawezi kuniruhusu tena kuendelea zaidi, lakini kuombea wewe ambaye haujaokoka na ungependa kufanya hivyo siku ya leo. Fungua moyo wako, mpokee Yesu na maisha yako yanakwenda kubadilika na furaha ya Bwana itaingia ndani yako. Nataka urudie nyuma yangu haya maneno ya imani. Unapomruhusu Yesu, chimbuko la furaha kuingia ndani yako. Sema, Bwana Yesu, naja kwako leo. Ninatambua mimi ni mtenda dhambi na siwezi kujiokoa. Ninaamini kwa moyo wangu ya kuwa ulikuja, ukafa na ukazikwa, na siku ya tatu ukafufuka ili niokolewe. Leo ninaipokea zawadi ya wokovu kwa imani. Katika jina la Yesu nimeokoka. Amen. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu. Ninamwombea leo aliyefungua moyo wake kweli kweli na kukupokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninaomba Yesu achilie furaha ndani ya moyo wake leo. Furaha yako ikamilike ndani yake. Unasema, nitawapa amani ambayo ulimwengu hauwezi kuwapa, na utatupa furaha ambayo ulimwengu hauwezi kutupa. Baba, achilia furaha ndani ya moyo wa huyu ndugu leo, na kuanzia leo kwa nguvu ya furaha yako, kila kitu kuhusiana na maisha yake kianze kugeuka katika jina la Yesu. Vifungo vya shetani vianze kumwachilia leo. Magonjwa yaanze kumwachilia leo. Mateso yaanze kumwachilia leo. Baba, ninamwombea huyu mama aliyeteswa na huzuni kwa muda mrefu. Acha furaha yako ikabubujike ndani yake leo katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe unayeumwa na unanitazama leo, pokea uponyaji wako sasa katika jina la Yesu. Wewe uliyeteswa na madeni ya muda mrefu, pokea furaha ya Bwana inayokutoa, inayokupa njia ya kutoka katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Ninamaliza leo, naamini kuna wengi wanapona usiku wa leo. Kuna wengi wanafunguliwa siku ya leo, na maisha yako kamwe hayatabaki yalivyo. Pokea neno la Bwana, pokea wokovu wa siku ya leo, na maisha yako yasibakie kama yalivyokuwa tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naamini umebarikiwa na kipindi hiki leo, na kama Mungu amekubariki na wewe, nawe naamini ya kwamba unaweza kumbariki Bwana kwa moyo wa shukrani kwa sadaka yako siku ya leo. Achilia sadaka yako kupitia kipindi hiki, na Mungu wangu wa mbinguni atakutenda mema. Mungu anapenda wanaotoa na moyo wa furaha. Umebarikiwa, umeguswa kwenye eneo moja nyingine. Nataka ujue, unapoachilia sadaka yako, ninakuombea ombi moja. Mungu atumie hiyo sadaka kupanda furaha katika moyo wako. Umeteswa na madeni, umeteswa na maisha magumu, acha Mungu apande mbegu ya furaha katika moyo wako kwa kutumia mbegu yako ya sadaka siku ya leo. Baba, ninaibariki sadaka ya mtazamaji wangu leo, na ninatangaza kupitia sadaka hii
Kwa jina la Yesu, milango ya fedha ikamfungukie, mlango wa kutoka kwenye hayo madeni, mlango wa kutoka kwenye hayo magonjwa imfungukie leo. Baba, napanda furaha katika moyo wake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Naomba kujua umenisikiliza ama umenitazama kutoka wapi. Nataka nijue Mungu amekubariki vipi kupitia kipindi hiki. Mungu akubariki. Niandikie wewe uliokoka, niandikie jina lako, niandikie mkoa unaotoka, mahali unapotoka, ili niendelee kukuombea, na Mungu anajibu maombi yangu. Na leo ninavyokuombea katika jina la Yesu, lolote unalopitia Mungu akujibu kwa mambo ya kutisha katika jina la Yesu. Namba zangu ziko pale chini. Mungu atumie hizo namba kufungua mlango wa wokovu wako, na furaha ya Bwana ikawe nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Hadi wiki ijayo, ni mchungaji Emmanuel Simiyu Mchuta nikikuletea Redeemers Hour. Mungu akubariki. Amen.